unajua unajua muziki ni biashara. Kwa unakuwa sometimes unaangalia walaji wa biashara yako wanahitaji bidhaa gani. Kwa kweli tunaimba mapenzi, tunaimba burudani. So nilikuwa ni msanii tofauti ambaye nikaanza kuja na nyimbo za kuelimisha, kuhamasisha, lakini pia kuongelea labda uzalendo wa nchi yetu kwa namna hiyo au moja mbili. So kitendo hicho kilinipa manufaa ya kuwa naaminiwa na baadhi ya waasisi au waanzilishaji wa matamasha ya kiserikali, njoo perform, njoo imbe. So kwangu mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Yeah. Okay, muziki biashara kama ambavyo umekuwa ukisema, au sio? Yeah. Kwa sasa hivi inawezekana kusiwe kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wamekuwa wakitoa nyimbo ambazo zinahusiana na masuala ya uzalendo na vitu kama hivyo, au sio? Yeah. So wewe uliliona hilo, labda nini ambacho kwanza kilikufanya uwaze kuhusiana na kuimba nyimbo ambazo zinahusiana na uzalendo, au sio? Yeah. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba wasanii wanafanya hivi sasa hivi it's because wameshaona kwamba payroll sasa hivi ndo huko, yani tunaenda huko kwa sababu kwamba huko ndo kuna mkwanja zaidi, ukiitwa kwenye event za kiserikali ndo utalipwa, sijui na vitu kama hivyo. Yeah. Ni kama ambavyo umesema kama ni biashara, lakini pia umeona hicho kitu, ama kuna sababu nyingine? Sababu zipo. Ukiachana hizo, kuna sababu mbili ambazo naweza kuzitaja katika hali ya ukweli. Sababu ya kwanza ni mimi mwenyewe kujitambua kama kijana kwamba taifa linanitegemea kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Nikaja na hiyo idea kama msanii kwa kutumia kipaji Mungu amenipa. Lakini pia sababu nyingine bana, mimi ni miongoni mwa wasanii ambao napenda sana kusafiri baadhi ya nchi zetu za Kiafrika, hususan nchi ambazo ziko jirani. Nilishafanya hivyo Burundi, Rwanda, Kenya, nikafanya hivyo tena Zambia. So nakumbuka niwe kupata idea nikiwa kwenye nchi yangu na nchi jirani ya Zambia pale. Nikapata idea baada ya kuwa naangalia baadhi ya vitu kwenye ile nchi. Nilikuwa naona kumbe Tanzania tuko sawa sana, kumbe Tanzania tuko na thamani kubwa, tuna yani mambo mazuri sana ambao hatuyaoni, kwamba ile ukiwa ndani ya msitu uone ukubwa wake. Nikapata idea, nikasema so naipenda sana nchi yangu Tanzania. Kwa nikaja nikapata idea pale, nikatunga wimbo wangu unaitwa Mama Tanzania. Nikawa nimeutengenezea ujumbe pale, nikaupamba, nikatengeneza mistari yangu, nikaja nikatengeneza collab yangu kali sana na msanii anaitwa Nito kwa Tanzania. So ukawa ni wimbo mzuri sana ambao ukawa unapendwa. Na siwezi kuimba sehemu yoyote ama kufanya show watu wasisimame, viongozi, hata watu wa mtaa, watu wanasimama, watu wanaenjoy, wanapenda ujumbe ambao uko kwenye ile wimbo. So hicho ni kitendo ambacho kikanipa tena mwanga wa kuendelea kubakia hapo hapo, nikajifanya endelea kutoa baadhi ya nyimbo. So kwa mfano ukikutana na hao viongozi, let's say ngazi ya mkoa, na hata hao wengine ambao pia wanahudhuria kwenye hizo events, wao wanasema nini? Wao wanasemaje? Sometimes wao wananipongeza, wananiona kijana miongoni mwa vijana tofauti ambao wanawahitaji katika taifa yenye mtazamo chanya, but wao wanapenda sana kuona na vijana wengine wanaiga. Sio kwamba labda wana support muziki wa uzalendo tu, hapana, but wana support hata muziki mwingine. Lakini mimi kama mimi huwa naona wanahitaji vijana tuendelee kupambana na kuimba nyimbo zenye maadili bila kujali. Okay.